Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya East Zone, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Mambo yanaonekana kwenda kuwa mazito kwelikweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Hali inaonekana kuwa mbaya sana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Umeweza kushuhudia katika mchezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakiendelea kuweza kufanya vibaya kweli kweli. Ukiweza kushuhudia hata ile michezo ambayo ilikuwa imebeba matumaini walishindwa kuweza kuyaonyesha matumaini. Sasa kuna mambo ambayo yameendelea huko katika mitandao ya kijamii ambapo kashikashi imekuwa ni kubwa kweli kweli baada ya mchezo kumalizika kati ya Simba Sport Club dhidi ya Esperance de Tunis, ambapo klabu ya soka ya Simba ilipata sare ya bao 2-2 na kuweza kuaga mashindano kimahesabu, unaweza kusema hivyo, kwa sababu bado kuna michezo haijamalizika ya Simba Sport Club. Kwa hiyo kimahesabu tayari klabu ya soka ya Simba ni kama vile tayari wameshatupwa nje ya mashindano. Sasa kuna watu ambao walikuwa wakitaka mwenyekiti aweze kukaa pembeni kuweza kupisha mchakato mwingine wa watu wengine kuja kukaa katika nafasi yake. Nazungumzia si mwingine bali ni Murtaza Mangungu. Baada ya dakika 90 za mchezo huo, kuna mambo ambayo yaliweza kujitokeza nje ya dimba la Estadio de Benjamin Mkapa baada ya klabu ya soka ya Simba kupata sare hiyo. Mashabiki walionekana kumvamia mwenyekiti huku wakiweza kujibizana kwa maneno, na ikafika wakati wakaanza kumpa rasharasha kwa kumvuta mwenyekiti Murtaza Mangungu, kitendo ambacho kilionyesha mambo yamekuwa yako juu kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, wakashindwa kuvumilia hali ya timu yao. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, muhafaka wa wapi ambapo wamefikia na kile ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya East Zone, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu katika kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, ambapo kwa siku hiyo mambo yalionekana kwenda vibaya kweli kweli kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, wakiweza kumletea kashikashi mwenyekiti Murtaza Mangungu. Sasa taarifa imefika ikawa ni nzito kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba baada ya mvutano mkubwa ambao uliweza kujitokeza katika mchezo huo, baada ya mwenyekiti kuweza kuletewa kashikashi na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, Simba Sport Club imeweza kutoa taarifa yao kwa umma juu ya kile kilichoweza kutokea, wakikitaja kama kitendo kisichokuwa cha kiungwana kwa mwenyekiti wao. Taarifa kwa umma: bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo vya ambavyo sivyo vya kiungwana havikubaliki na havitafumbiwa macho, na uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti kwa Mangungu kwa kazi ya hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Unaona bana, kwa kile ambacho wenyewe wanakitizama kama vile wanaona kama si jambo la busara ambalo limefanywa na mashabiki
wa klabu ya soka ya Simba Sport Club baada ya mvutano mkali kwelikweli ambao uliweza kutokea katika kile ambacho kilionekana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Anaandika mchambuzi Edo Kumwembe, yeye amemwelezea Murtaza Mangungu. Anasema ya kwamba nina mambo mawili tu, sina mambo mengi. Jambo la kwanza, sakata la Murtaza, kuhusu hili la Murtaza, kama Simba angeingia kipindi cha pili na kuongeza bao la tatu, au kama Kante asingemrudishia kipa pasi fupi wakapata bao experience, kisha mpira ukaisha pale, kusingekuwa na maandamano wala vurugu. Badala yake wangesifiwa wachezaji, kocha, uongozi wao. Napenda siku moja nione maandamano yakitokea wakati Simba ina matokeo mazuri, sio kila mara timu inapokwama. Kwa nini timu ikifungwa inakuwa ya Mangungu, lakini ikishinda inakuwa ya wachezaji, kocha na Mo? Ili nalo ni swali la kujiuliza. Jambo la pili, Mangungu na Simba, kama mimi ningekuwa Mangungu ningewaachia tu Simba timu yao. Mangungu ni msomi, hana dhiki ya fedha, na sidhani kama Simba inamnufaisha kiuchumi angewaachia Simba mashabiki wake, yeye akaendelea na maisha yake. Inafika mahali unajiuliza kama hili jambo alimuumizi hata familia yake, haijalishi kama yupo sahihi au hayupo sahihi. Kuna muda unafika unaachana na kila kitu, muda ndio utaamua kama Mangungu alikuwa tatizo au la. Ameandika mchambuzi Edo Kumwembe, yeye akiweza kulizungumzia hilo juu ya kile ambacho kimeonekana katika hapa nazungumzia kwenye kile ambacho kimetokea katika mvutano mkubwa kwelikweli, baada ya kuonekana kama Mangungu amepigwa, kitendo ambacho amefanyiwa mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeonekana kama kumfanyia fujo Murtaza Mangungu, kwa kitendo kile ambacho wengi naona akija wafurahisha kutokana na kile ambacho yale ambayo yametokea, huku Simba wenyewe amesema kwamba wanachukua hatua za kisheria, ambapo wameliandikia jeshi kuambia kwamba kile kinachotokea kwa sasa, kama wanakifanyia uchunguzi kwa ajili ya yale yote ambayo yametokea, ambapo mashabiki wengine wengine wanasema kwamba inatakiwa Mangungu ajiuzuru kwenye nafasi hiyo. Mashabiki wanaona kama kweli yeye ndiyo sababu ya yale yote ambayo yametokea na yanaendelea kutokea, huku ukiweza kushuhudia kadhia kubwa iliyopo katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni matokeo yamekuwa ni hafifu kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, kitendo ambacho kimepelekea kuweza kuona namna gani ambavyo klabu hii inazidi kuelekea kugumu kweli kweli. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayoendelea, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niandikie wewe umepokeaje